kabisa ningependa ufahamu kuwa Eswatini si ufalme tajiri. Ni nchi ndogo ambayo wananchi wake wanaishi maisha ya chini kabisa. Asilimia 68 ya watu wanaishi kwa matumizi ya chini ya $1 kwa siku. Haya ni maisha ya kimaskini kabisa. Lakini haiko hivyo kwa mfalme Mswati wa tatu na familia yake, kwani wao wanaishi maisha ya kifahari mbele ya macho ya wananchi wao wanaoteseka. Mfalme Mswati wa tatu alizaliwa tarehe 19 April mwaka 1968 na baba yake alikuwa mfalme aliyoitwa Mfalme Shebuza wa pili, na mama yake ambaye mpaka leo anaongoza nchi hiyo kwa pamoja aliitwa Ntifombit Fwala. Mwaka 1982 Mfalme Shobuza aliongoza nchi hiyo kwa miaka 82 alifariki dunia, na wakati huo kijana Mswati ambaye jina lake la kifamilia ni Makosetive alikuwa nchini Uingereza masomoni. Baada ya kifo hicho, Mswati aliitwa nyumbani Eswatini, na ilipofika tarehe 26 April mwaka 1986 akiwa na umri wa miaka 18 tu akatawazwa kuwa mfalme wa Eswatini, na hiyo ilimfanya kuwa mfalme mwenye umri mdogo zaidi Afrika. Mfalme huyu anafahamika zaidi kwa kuwa na wanawake wengi, kwani mpaka sasa ana wake wa ndoa 15 na watoto 23. Kuwapata wanawake si shida kwa mfalme Eswatini, kwani kulingana na utaratibu wa ufalme huo, mfalme anamuoa yoyote anayemtaka, lakini wanawake wake wawili wa kwanza lazima wachaguliwe na baraza la washauri. Wanawake hawa huchaguliwa kwa vigezo maalum kabla kuolewa na mfalme, na moja ya vigezo hivyo ni kwamba mwanamke anayeenda kuolewa na mfalme asiwe na mapacha, yaani asiwe amezaliwa akiwa na pacha mwenzie. Lakini pia kabla ya ndoa, mwanamke lazima apewe mimba na mfalme ili kujua kama anaweza kuzaa, na kabla ya kushika mimba, wanawake hawa hutambuliwa kama masuria au unaweza kusema michepuko, na kwa lugha kali tunaweza kusema makahaba. Lakini pale anaposhika mimba ndipo sasa anaweza kutambulika kama mke wa mfalme. Utaratibu wa kuwa na wake wengi haukuanza kwa mfalme Mswati wa tatu. Baba yake Mfalme Shobuza wa pili alikuwa na zaidi ya wake 125. Unaweza kumuita Solomoni wa Afrika. Hivyo mfalme Mswati wa tatu bado ana safari ndefu endapo atataka kumwiga baba yake, na inawezekana kadiri siku zinavyozidi kwenda akaongeza wanawake wengine. Kwa kuwa nchi hiyo inaendeshwa kifalme na mfalme ana mamlaka yote, hivyo anaweza kujipatia mwanamke yoyote anayemtaka, na hii ilishawahi kutokea mwaka 2002 ambapo binti wa miaka 18 aitwaye Zena Malhangu alitoweka akiwa shule. Baada ya mama yake kufuatilia, akaambiwa kuwa binti yake alitekwa na wanaume wawili. Alipokwenda polisi, walimweleza kuwa mtoto huyo amepelekwa kijiji cha mfalme kinachoitwa Lusitini, ambako anaandaliwa kuwa mke wa mfalme. Mwanamke huyo aitwaye Lindiwe alikataa akitaka mwanawe arudishwe. Licha ya kwenda mahakamani, jambo hilo lilishindikana na mtoto huyo akaolewa na mfalme. Utawala wa mfalme Mswati umekuwa ukizingirwa na tuhuma nyingi sana, na mojawapo ni matumizi mabaya ya mali za umma, kwani kama nilivyokueleza hapo awali kwa wananchi wa Eswatini wanaishi maisha ya chini sana, lakini mfalme na familia yake wanaishi kama wako peponi. Mfalme huyu anadaiwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani milioni 220, na kwa kuwa ndiye anayetawala kila kitu, anasimamia hazina ya nchi yenye thamani ya zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 10. Ukiachana na wanawake, mfalme Eswatini wa tatu ni mpenzi wa magari na majumba ya kifahari, kwani katika matukio yake amekuwa akionekana kuwa na magari ghali na ya kifahari sana. Japokuwa si ajabu kwa mfalme kuwa na magari ya kifahari, lakini mfalme huyu amepitiliza, kwani katika nchi ya Eswatini magari ya aina hiyo si jambo la kawaida. Inadaiwa kwa kila watu 1000 unakutana na magari 32 tu, hivyo wananchi wengi wanatumia magari ya umma. Mfalme huyu anadaiwa kuwa na magari mengi ya kifahari ambayo amekuwa akiyanunua kupitia pesa za wananchi. Mwaka 2019 mfalme huyu alizua gumzo baada ya magari ya kifahari kuonekana yakiingiwa Eswatini kutoka bandari ya Afrika Kusini. Yawezekana usinielewe, lakini wacha nikueleze kwa takwimu ambazo ziko wazi. Mfalme Eswatini wa tatu ana Rolls Royce 19 ambayo amekuwa akiyanunua kulingana na matoleo mapya, lakini pia ana magari ya aina BMW 125 na magari ya aina ya Maybach anayo 20, na magari haya amekuwa akiyatumia yeye na familia yake. Mfalme anadaiwa kuwa na magari mengi sana, lakini idadi ya jumla haijulikani na wala haijawahi kuonekana, na hii ni kwa sababu ya marufuku iliyowekwa kwa watu kupiga picha mali za mfalme. Kama hiyo haitoshi, mfalme anamiliki ndege binafsi, na ndege yake ya kwanza aliyoitumia kwa muda mrefu ni McDonnell Douglas MD-87, ndege yenye gharama za dola za Kimarekani milioni 20, ambayo yeye
alidai kuwa alipewa na kampuni ya uchimbaji madini ya Kihindi, lakini pia katika siku yake ya kuzaliwa alipokuwa anafikisha umri wa miaka 50, alijinunulia ndege nyingine aina ya Airbus A-340-300 ambayo alinunua kwa dola za Kimarekani milioni 16. Manunuzi ya ndege hii yalipingwa na UNICEF, kwani walimshauri kuwa atakaponunua ndege hiyo nchi yake itakosa misaada kwa ajili ya wananchi, ushauri ambao mfalme aliupuuzia na kusababisha wakulima wadogo kukosa misaada iliyotoka katika nchi za magharibi. Tunapokuja kwenye mahekalu ni kufuru, kwani familia ya kifalme wamedaiwa kutumia dola za Kimarekani milioni 61 kila mwaka kwa matumizi yao tu. Mwaka 2004 Mfalme Mswati alimzawadia mwanamke wake hekalu lenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 16, na inadaiwa alitumia dola milioni 4 katika kubadilisha furniture na kufanya marekebisho mbalimbali katika jumba hilo. Kama hiyo haitoshi, aliwajengea mahekalu wake zake 11 wa wakati huo. Mfalme mwenyewe amekuwa akikaa katika hekalu linaloitwa Lositha Royal Palace, ambapo ndiyo makazi yake makuu, na amekuwa akikutana na viongozi mbalimbali hapo. Familia ya Mfalme Mswati wa tatu inasifika kwa kutumbua fedha, kwani wake zake wamekuwa wakifanya safari za Ulaya mara kwa mara, huku wakinunua nguo ghali, na kuna wakati mke wake mmoja alinunua kibegi cha mgongoni kinachogharimu milioni 1.9 kitanzania. Watoto wa mfalme pia wamekuwa wakizurula Ulaya, hasa Uingereza na wengine Marekani, wakitumia pesa vibaya. Mfalme huyu anadaiwa kumiliki 60% ya ardhi yote ya Eswatini, jambo ambalo linamfanya kuwa tajiri wa ardhi mkubwa barani Afrika. Ardhi hiyo inatumiwa na wakulima mbalimbali, lakini mfalme ana uwezo wa kuwafukuza pale anapohitaji kutumia ardhi yake. Asante kwa kutazama video hii. Nini maoni yako? Tafadhali niandikie kwenye sehemu ya comment, lakini pia usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama ya kengele. Mimi naitwa Justin Shedi, tukutane tena kwenye video nyingine. Bisa ningependa ufahamu kuwa Eswatini si ufalme tajiri, ni nchi ndogo ambayo wananchi wake wanaishi maisha ya chini kabisa. 68% ya watu wanaishi kwa matumizi ya chini ya dola 1 kwa siku. Haya ni maisha ya kimaskini kabisa, lakini haiko hivyo kwa Mfalme Mswati wa tatu na familia yake, kwani wao wanaishi maisha ya kifahari mbele ya macho ya wananchi wao wanaoteseka. Mfalme Mswati wa tatu alizaliwa tarehe 19 Aprili mwaka 1968, na baba yake alikuwa mfalme aliyoitwa Mfalme Shebuza wa pili, na mama yake ambaye mpaka leo anaongoza nchi hiyo kwa pamoja aliitwa Ntifombit Fwala.